Dini.com. Simlemle. Picha linaanza. Najua umeshasikia na kuona mengi kuhusu Uncle Nicolas Maduro. Hapa MDC tunampa AKA mpya, yani Duro Boy. Story ya Duro Boy haijaisha, ndo kwanza inaanza. Baada ya kusomewa mashtaka na kuyakana, tuna miezi kama 8 hivi ya kushuhudia vimbwanga, vitimbwi na umafia wa geopolitics za wakubwa mbele na nyuma ya pazia. Dokumenti za siri zitavuja, mashahidi wataanza kubadili pande, mashabiki watabadili mitazamo, na wakati huo huo somewhere nyuma ya nondo za selo za Manhattan Prison, Uncle Nicolas Maduro anakwenda kufanya maamuzi ambayo yatatikisa geopolitics za dunia kwenye nchi 4 tofauti, kwenye mabara 3 tofauti. Kwenye episodi hii tunakwenda kukupa moja baada ya jingine. Nikupe angalizo kidogo. Kwenye kesi kama hizi mara nyingi wengi huwa tunataka kuchagua upande. Nataka nikukumbushe, be informed, not influenced. Yani usifuatilie kwa lengo la kutafuta ukae upande gani. Sio lazima ukae upande kwenye kila kitu. Fuatilia uelewe kinachoendelea. Itakusaidia kuruhusu ubongo wako kutokuwa na mipaka unapojadili vitu. Hulazimiki kuchagua upande. Ukishachagua upande, utablock uelewa wako mpya utakaokuja kuhusu upande mwingine. Usiassume kama kuna upande ni maraika 100%. Makinika nasi. Not war, just peace. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No war, just peace, and the people in the United States, please. Iko hivi, Maduro amekaa miaka 20 kwenye nchi ambayo kijiografia ni kituo cha mikutano ya siri ya maasimu wanaoshare interest moja kumdondosha asimu mmoja, USA. Nilikwambia nguvu ya USA sio jeshi lake, ni dola yake. So vita dhidi ya dola ikifanikiwa means vita dhidi ya Marekani imefanikiwa. USA ina deni linalotokana na uhuni wa kuprinti karatasi nyingi kuliko uwezo wao wa ndani wa kuzalisha. So nguzo pekee inayosimamisha dola ni kwa sababu inatumika sehemu kubwa duniani. Hili likistop means dola zote zitarudi ndani ya USA na watajikuta wana minoti kibao kama kilichotokea Zimbabwe na nchi nyinginezo. Ni ngumu kuamini, lakini ndo uhalisia kuhusu kilichopo kwenye dola. Pesa ni imani. So nguvu ya pesa yoyote inategemea na idadi ya watu wanaoiamini. Venezuela ilikuwa inacheza na imani ya dola ya Marekani. Russia ilitumia Venezuela kama eneo la kumzumu USA kwa karibu. Imepeleka silaha, washauri wa kijeshi kwa ajili ya mafunzo na matumizi ya silaha hizo, intelligent officers, na kumboost Duro Boy wakati uchumi ulipokuwa umeanguka sana. Unajua kilichoipata Venezuela kiliwahi kuipata Angola. Kwenye moja ya episodi zetu tuliwahi kukuelezea jinsi mji mkuu wa Angola, Luanda, ulikuwa kwenye listi ya miji ghali zaidi duniani, lakini uchumi wake ukiwa upo chini kinoma. Yani mnakuwa na pesa nyingi za kigeni kwa sababu ya bidhaa moja tu mnayoiuza, lakini hamzalishi chochote. Vyote mnaagiza. Kwa hiyo pesa yenu inakuwa haina thamani. Mwisho mnaanza kutumia dola ya USA kama sehemu ya maisha yenu. Shida inakuja USA akiweka vikwazo. Venezuela walirani uchumi wao kwa kutumia kiburi cha hazina ya dolari waliokuwa nayo. Hadi zilipoisha, life likawa gumu kitana, in the process akazalisha maadui wengi wapya. China iliwapa Venezuela mkopo wa USD bilioni 60 kwa mabadilishano na mafuta, influence na access ya michongo yao. Zingatia neno access. Inabidi uelewe hivi, China ni taifa la kibiashara na dunia imekuwa shaped na biashara. Nilikwambia hata Kiswahili kiligeuzwa lugha ya taifa ya Tanzania, Kenya na nyinginezo, sio kwa sababu kilikuwa maarufu, ila ilikuwa lugha ya biashara kwenye pwani ya mataifa hayo. Sababu iliyofanya watu wa Ulaya kuzunguka Afrika na kuzaliwa kwa ukoloni ilikuwa biashara. Shule zilianzishwa kwa sababu ya kibiashara. Baada ya mapinduzi ya viwanda, walihitaji rasilimali watu wawe wengi. Ndio maana lifestyle na ratiba za shule zinafanana na za viwandani au maofisi ya wengi. Ninachojaribu kukuonyesha ni kwamba adui au hasimu wa kibiashara ni hasimu nyeti kuliko hasimu wa kiitikadi na kadhalika. Uhai wa taifa lolote ni uchumi wake, na uchumi ni biashara. China ni hasimu namba 1 wa biashara wa Marekani, na ujasusi wa kibiashara ni noma kuliko hata wa kijeshi. Trump na chama chake cha matajiri wa Republican
wanaelewa hili somo kuliko mimi na wewe. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. Tuanze kuielewa vizuri kesi inayomkabili. Picha linaanza. Mwezi Machi 2020, serikali ya USA ilifungua kesi ndani ya USA dhidi ya Nicolas Maduro na maafisa wenzake 15 wa serikali ya Venezuela. Jina la kesi hii narco-terrorism. Hii ni temu ambayo labda umeisikia lakini haujaielewa. Ukisikia narco-terrorism ujue ni ugaidi wa madawa ya kulevya. Yaani unatumia biashara ya drugs kufadhili uhalifu kwenye nchi nyingine, kama Osama alivyotumia mali za mshua wake kufadhili uhalifu ndani ya USA. Mashtaka ya kesi za kawaida za drugs ni kifungo cha miaka 10 mpaka 20 jela. Narco-terrorism ni kifungo cha maisha jela. Kwa hiyo elewa kwamba hawasemi Maduro na wenzake waliruhusu kokaini kupitia Venezuela tu. Yaani wanadai Duro Boy alikuwa anataka kokaini iuze kama njugu kwenye mitaa ya Marekani ili kuharibu vijana na jamii yao kama kisasi cha vikwazo ambavyo walimwekea miaka yote. Wanaita asymmetric warfare. Kwenye historia, Uingereza iliwahi kumfanyia hizi China. Katika karne ya 19, ufalme wa Uingereza, British Empire, ulipush dawa za kulevya, opium, kutengeneza mateja wa Kichina na matatizo ya kijamii ambayo haikuwa na historia ya madawa. China ilijaribu kupiga marufuku biashara ya opium, lakini Uingereza ilitumia nguvu ya kijeshi kulazimisha biashara hiyo iendelee, ikidai ni bidhaa halali. Matokeo, China ililazimika kuingia vitani. Inaitwa Opium War. Mwisho walishindwa na kukubali mikataba wanayoijutia na kuitumikia hadi leo. Ililipa fidia kubwa na ilitoa eneo la Hong Kong kwa Uingereza ambalo mkataba wake utaisha 2047. Ndicho USA wanasema Maduro alitumia jeshi lake kufanya. Huenda unaamini haya mashtaka au huyaamini, lakini hadi wanamfikisha mahakamani means wana ushahidi kuliko unavyodhani. Makinika nasi. Picha linaanza. Bwana, huu hondo unawajia hivi punde. I think what Madine.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. High boy, hata kama ni kitu kizito unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Kama umeshasikia Cartel de los Soles, Cartel of the Suns, yani genge la jua, ni jina linalotokana na alama ya jua iliyopo kwenye sare za jeshi la Venezuela. Ni system ya dawa za kulevya inayoratibiwa sio tu na wauni wa uzangada, ila majenerali wa jeshi. Na USA imekusanya ushahidi wote, kuanzia picha za satellite ambazo zinaonyesha ndege za kijeshi zikitua na kuchukua mizigo ambayo haipitishwi kwenye njia za kawaida pale airport, kutoa na kwenda Mexico, Honduras na nchi za Caribbean. Zaidi kuna ushahidi wa kikulacho. Major General Cliver Alcala Codne Major General Cliver Alcala Cordones, ambaye alikuwa mshikaji wa karibu sana na Hugo Chavez, alijisalimisha kwa Marekani mwaka 2020, na tangu hapo amekuwa akiongea na waendesha mashtaka kwa miaka 5 sasa, akitoboa siri za wauni moja baada ya nyingine. Anajua majina ya kila muamala na wahusika waliotajirika na mfumo. Watu hao ambao wanajua wanatoroka nchi na kuomba hifadhi ya ukimbizi wa kisiasa, huwa wanahakikisha wanaondoka na codes nyeti zitakazowapa thamani mbele ya watakapokwenda kuomba hifadhi. Na hayupo peke yake. Mamia waliokuwa kwenye serikali ya Maduro walishakimbia na kwenda kutafuta hifadhi USA, na kila mmoja ratiba yake ni akishakunywa chai anaelekea makao makuu ya CIA, au anapokea wageni wenye kirekoda na sometimes kamera, wanaanza kukudownload. Wametoa siri ambazo waendesha mashtaka walishajua zinatosha kupita naye. Na kama haitoshi, kuna kile kinachofahamika kama the Narcos Sobrinos affair. Ukisikia sisi Waspanyola tunasema Sabrino, tunamaanisha mpwa. Watoto wa kishua wanaita nefia. Kwa hiyo ilikuwa situation ya wapo wawili wa Maduro na mkewe waliokamatwa na kilo 800 za kokaini nchini Haiti Novemba 2015, wakijiandaa kuingiza mzigo USA. Wapo hawa wawili ni brother Efrain Antonio Campo Flores and Francisco Flores. Mwaka mmoja baadaye, Novemba 18, 2016,
Wapo hao wawili wakakutwa na hatia kwa madai walikiri kufanya biashara ya kokaini kuisaidia familia kubaki madarakani. Madogo wakawa wamechomesha mchongo na mwishoni mwa 2017 wakahukumiwa kifungo cha miaka 18 jela. Wakala sembe na maharage ya Sero hadi 2022 walipoachiwa kwa mabadilishano na wa Venezuela 5 wenye uraia wa Marekani waliokuwa madirekta wa kampuni za kusafirisha mafuta Citgo 6 waliokuwa wamefungwa Venezuela. So ushahidi waliobwabwaja wa Masabrinos wawili ni ushahidi mwingine utakaotumika. Miaka 8 walispendi wakidownloadiwa materials na waendesha mashtaka, na wameshadownloadiwa terabytes za kutosha kuanzia bank accounts, kampuni tanzu zinazosimamiwa na anti yao mke wa Duro Boy ndani ya Panama, Switzerland, Andorra na kadhalika. Kuna wiretap zilifanyika na kurekodiwa kwa siri mazungumzo ya vikao vya ndani ya ikulu ya serikali ya Maduro, na kuna jina walilitumia mara nyingi kama bi mkubwa ambalo kwa context ya mazungumzo ni wazi walimrifaa Siria Adela Flores, mke wa Duro Boy, ambaye wamemkamata pamoja. So kuna mashahidi, picha za satellite, documents za siri na accounts za benki plus sauti, labda picha za mikutano ya siri ambayo yote nyayo zake zinaishia mlangoni kwa wahusika ndani ya serikali ya Maduro. Kwa hiyo issue hapa sio endapo waendesha mashtaka wana kesi, ila ni Maduro atakapokuja kuyaona ataamua nini, kuzika au kusafirisha. Duro Boy akimeditate historia na kumbuka vema kilichotokea tarehe 20 Disemba 1989. Mwenzake Manuel Noriega wa Panama aliibukiwa na wauni kama walivyomuibukia yeye na kumchomoa madarakani kwa tuhuma kama hizi. Ni mfano ambao wengi wanautoa kwamba sio mara ya kwanza USA kufanya tukio walilomfanyia Duro Boy, but kuna tofauti kibao kati ya situation ya Duro Boy na Noriega. Alikimbilia ubalozi wa Vatican Panama City kwa siku 10 akitegemea kinga ya kanisa la Katoliki. Wauni wakaweka speaker, wakapray mziki, ngoma kali za rock usiku kucha nje ya ubalozi. Ikawa drama kubwa, na mwisho Ankari Noriega akatoka nje, wakamtia mikononi tarehe 3 Januari 1990, tarehe inayofanana na ile waliomchomoa Duro Boy. Wazee wa conspiracy wanaweza kutumia hii fact kukwambia ni mipango ya Freemason na madevil worshipper wa 666. Uncle Noriega alivaa mavazi ya kijeshi kwenda kwenye kesi yake kutaka kuonyesha kwamba hakuwa mtuhumiwa wa usafirishaji wa drugs bali mfungwa wa kivita, lakini haikumsaidia. Aligongwa nyundo miaka 40 jela, akaanzia kifungo chake Miami. Miaka ilipoenda akahamishiwa Ufaransa. Walipoona anaelekea uzeeni wakamrudisha Panama alipofariki Sero mwaka 2017 akiwa mzee wa miaka 83. Hakuliona jua la uhuru tangu usiku ule alipotoka kwenye ubalozi wa Vatican. Kila dikteta wa Latini Amerika anafahamu story ya Noriega, lakini tofauti ya Noriega ni alikuwa CIA asset aliyegeuka adui na drug trafficker. So alikuwa na siri za Marekani na alikamatwa na Marekani, lakini Maduro hana siri za Marekani, ana siri za wabaya wa Marekani. Sijui umenielewa? Kwa hiyo hana siri za kuficha, ila ana siri za kuuza. Ndio maana ni mtu nyeti na alikuwa hatarini kwa namna nyingi. Listen to me. Not war, jet speeds, the people United States. Picha linaanza. Bwana, huu hondo unawajia hivi punde. I think what Madine.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Mawakili wa Maduro wamejipanga kwa jambo moja, sio kuthibitisha kwamba hana makosa kwa sababu ni kazi ngumu, ila kuthibitisha kwamba Marekani haina mamlaka ya kumshtaki, kwamba kesi hii ni batili. Kuna kitu wanaita sovereign immunity, kwamba kiongozi yoyote wa nchi haruhusiwi kushtakiwa nje au ndani ya Marekani kwa matendo aliyoyafanya kwa kutumia mamlaka yake official kama kiongozi mkuu wa nchi husika. Hii ndiyo sababu George Bush hajawahi kushtakiwa nchini Iraki kwa matukio aliyoyafanya ya uvamizi ule wa kumng'oa Saddam Hussein. Sistimu ya kimataifa inategemea sheria hii, lakini kuna kipengele hapa. Kwenye episodi zetu za MDC Update YouTube tulikuelezea kwamba
Tangu 2019 serikali ya Marekani haimtambui Maduro kama rais wa nchi. Walimtambua Juan Guaido ambaye alijimwambafai kama rais halali wa Venezuela. Mwamba aliendelea kujipigia punyeto za urais hewa hadi 2024 uchaguzi ulivyofanyika tena. Edmundo Gonzalez Urrutia ndio alikuwa mpinzani wa Maduro na akashindwa tena, na USA ikamtambua kama yeye ndo mshindi. Kwa hiyo kiuhalisia Nicolas Maduro ni rais wa Venezuela tangu 2013, na hata Maduro mwenyewe kwenye video zake za mwishoni kabla ya kutekwa alisema waliongea na Trump kwa simu na walianza kwa kuitana Mr. President, Mr. President. Y fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa. Lo primero que me dijo Mr. President Maduro. Excelente. Y yo le dije Mr. President Donald Trump. Lakini kwenye makaratasi official ya Marekani na mamlaka zake za kisheria, Maduro ni raia wa kawaida tu tangu 2014, anayeendesha genge la uhalifu lililojikuta linatawala nchi. Hadi hapa Uncle Duro ameshapigwa na kitu chenye ncha kali. Kinachomfanya Duro Boy kuwa mtu hatari ni kwamba kuna possibility akageuza miambari ya mahakama kuwa stage ya kuperform kwa punchline zitakazoitikisa geopolitics za dunia. Kila dikteta anayefikaga kwenye stage hii ana machaguo kadhaa ya kufanya, na yote anapoteza: kufight kesi na mashtaka yanayomkabili au kufight system inayomkabili. Picha linaanza starring Duro Boy, jambazi la movie, dingi yake shishi Trump. Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Tupo ulimwengu wa taarifa, na sometimes mtazamo wa audience huamua performance ya msanii. So Maduro atajaribu kuuza kete ya yeye ni victim wa ubeberu wa magharibi, na hadi sasa ndio mtazamo wa sehemu nyingi ya dunia, na hata wale ambao hawajasema wazi. Njia ambayo ameitumia Trump na wauni wake ni indiketa mbaya kwa mataifa mengine makubwa ambayo yamekuwa yakihubiri kwamba USA ni wanafiki. Inafanya watu wamuone Putin alikuwa na haki kuivamia Ukraine. Inafanya kila tulichokiamini kama oda ya kisheria ya dunia ni upuuzi, kwamba rasilimali za Venezuela ndo chanzo cha haya yote yanayomtokea, kwamba historia inaonyesha wazi ubabe na ukandamizaji wa USA kwa tawala za Latini America. Duro Boy atafanya yote, lakini kipengele ni hana control yoyote na media za Marekani, na zaidi ya yote huo ni ushahidi wa picha za satellite, mikutano ya siri, documents za kampuni za siri, clip za wapwa wake wakitoa siri za familia, clip za majenerali waliokimbia miaka hiyo, na mengine kibao. Huenda akaondoa uvictim wa Maduro na kuanza kumwangalia kwa jicho jingine. Tangu 2018 Russia ilituma wataalamu wake wa kijeshi kusaidia kurani mitambo ya S-300 Air Defense System ambayo waliiuzia Venezuela. Kuna watu wanajiuliza hii mitambo ilikuwaje kudetect chochote wakati mji mkuu Caracas unavamiwa na Duro Boy anachomolewa na tracksuit yake? Kuna tetesi ndani ya wizara za Venezuela. Kuna maafisa wa usalama kibao wa Russia wanaoisaidia serikali ya Maduro kuwachunguza wapinzani wao na mbinu za kudili na wahaini. Maduro anawajua hawa watu, sura na majina yao na oda zao kutoka Moscow. Tukija Cuba ya Humphrey Polepole, kwenye episodi zetu za MDC Update YouTube tulikwambia kwamba Hugo Chavez alipoingia madarakani 1998 na kuwa rais mwanzoni mwa mwaka 1999 ndiye alikuwa mkombozi wa Cuba. Mwaka 1996 Marekani waliongeza vikwazo kwa Cuba ili kuhakikisha kwamba huyu atoboi miaka miwili wanamuondoa huyu jamaa. Picha likaingia mdudu baada ya mwaka 1998 kuelekea 99 akaingia madarakani Venezuela mwamba anaitwa Hugo Chavez. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta... Huyu jamaa picha linaanza, role model wake kitambo alikuwa Fidel Castro,
Na hapa ndipo kilichozaliwa kile nilichokuambia, Bolivarian Revolution. Haya yalikuwa ni makubaliano ya kimkakati kama ile petrodola kati ya nchi hizi mbili dhidi ya mtesi wao USA. Cuba wakapokea mafuta kutoka Venezuela na kupeleka madaktari na wataalamu wengine wa kijamii na wataalamu wa ulinzi na usalama. Inasemekana hata kitengo cha usalama wa taifa, kwa kifupi SEBIN, Servicio Boliviano de Inteligencia Nacional, ambayo ni kama FBI yao, wanapokea maelekezo kutoka kwa wakali wa hizi kazi waliopo Havana, Cuba. Kama haya ni ya kweli, Maduro anaweza kuprove. Anaweza kuwapa majina na network nzima ya intelijensia ya Cuba ambayo ni ndoto za USA kuiangusha. Nilikuelezea jinsi Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa USA, anavyotamani hili litokee, kwa sababu asili yake ni Cuba na waliofanya familia yake ikakimbilia Marekani ni wa socialisti walioiongoza Cuba. Ni watu wachache sana wanamuona huyu mwamba, na wachache zaidi wanaiona Cuba kwenye hii equation. Lakini kama unafuatilia siasa za Amerika na historia yake, itakuleta kwa Cuba, na hapa ndipo tunapompata Marco Rubio. Huyu mwamba ni Cuba kiasili. Kilichomleta Marekani ni matatizo ambayo yaliletwa na kuvurugika kwa uhusiano wa Cuba na USA. Kuhusu Irani na Venezuela, hawana ushikaji wa asili, ila uliletwa kwa sababu ya kushare matatizo na adui mmoja. Wanasema adui wa adui yako ni rafiki yako, na ndicho kilichotokea wakati wa Hugo Chavez, ambapo walijikuta kama nchi mbili zenye bidhaa adimu ya mafuta lakini zimewekewa vikwazo. So walishare intelligence ya namna ya kupitisha mizigo ya magendo plus kuuziana teknolojia. Mwaka 2020 idara za Marekani zilipigwa na butwaa baada ya meli kubwa za Irani kuibuka na kuleta mafuta ndani ya Venezuela bila kushtukiwa. It means ni watu wenye network na coordination deep, na zote Maduro anazijua kwa sababu zimepitia kwake miaka 20 mfululizo. Kuhusu madawa, huenda Venezuela au hata Maduro hahusiki na ongezeko la mateja Marekani. Kwanza, kokaini haipo kwenye listi ya madawa hatari yanayoingizwa kwa wingi Marekani. Kuna sababu za kijiografi pia. Zao la koka halistawi Venezuela, na mizigo mingi inayopitia Venezuela inaenda Ulaya na sio USA. Peru na Bolivia ndio nchi zinazolima zaidi hilo zao, na linapita zaidi nchi majirani na marafiki wa USA kama Mexico. Lakini Duro Boy lazima ana taarifa zote nyeti za hiyo network, kwa sababu wauni walijua ni adui wa adui yao. Hizi taarifa USA watatamani kuzipata. So imagine siri za ujasusi wa Russia kwenye Latin America, intelligence ya Cuba inavyofanya kazi, Iran inavyokwepa vikwazo, mapu nzima ya drugs cartels, akaunti za siri za watu na nchi mahasimu ikiwemo China, mali zilizofichwa na utambulisho wake halisi na mengine kibao. Mtu kama huyu sio mshtakiwa, ni hazina. Kuna watu wanahaha jinsi ya kufix baadhi ya michongo ambayo wanajua Duro Boy anaijua. Kuna watu wameanza kutafuta machimbo ya kujificha kusoma upepo. So Uncle Nico aka Duro Boy ana options kadhaa. Haya ndio mahesabu ambayo atakuwa anayapiga ndani ya kuta za sero kuelekea Septemba 26 kesi yake itaponguruma. Picha linaanza. Bwana, hondo unawajia hivi punde. I think what Madine.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Wewe Madine.com ibaki kwa Madine.com. Yeah. Yaani ibaki kuwa hivi hivi mwanangu. Yaani wala usibadilishi movement, wala ni mwisho wa siku utakuja kuniambia. Option ya kwanza, kupambana na kesi, yani kuachia mawakili na waendesha mashtaka wapambane na mashtaka ambayo probably hawawezi kushinda. So ataishia kushinda na kupigwa nyundo za kutosha na maisha yake kuishia gerezani kama shujaa ambaye aliwakazia mabeberu hadi mwisho. Bila shaka washiriki wake watafurahi na kumwenzi daima kama shujaa wao, na hata mwenda zake Hugo Chavez ataona hakika ni chagua kijana barubaru anayepiga tracksuit kali za Nike lakini anayejielewa na misimamo kama Che Guevara. Option ya pili yanazungumzika, kukaa kikao na waendesha mashtaka kusikiliza ofa yao, aidha kupewa kinga ya mashtaka, kupunguziwa kifungo
au kupelekwa nchi ya tatu kumalizia maisha yake kwenye bonge la mansion Saudi au Uturuki, ulinzi wa masaa 24 na glasi ya sharubati mixer kitu cha Malawi. Lakini daima historia itamsoma kama muuni aliyeuza wauni wenzake, na milele atakuwa mawindo ya hao alioamua kuwa snitch, na siku akipata chance hata kuwa salama. Option ya tatu, afungue show ya bure mahakamani. Yes, hii ni option ambayo madikteta wengi huichagua. Unafukuza kazi mawakili wote, mbeleni kuna kitu kitatokea, vitu vitakaa sawa vyenyewe. Labda utawala utabadilika, au interest itabadilika, au matukio ya dunia yanaweza kutokea yakamfanya useful tena na kadhalika. Nadhani umeona juzi kati Trump alimwachia huru Juan Orlando Hernandez, wanamuitaga Tony Hernandez, aliyekuwa rais wa Honduras, aliyekamatwa na tuhuma kama za Maduro na akala kifungo cha maisha. Ilikuwa hivi, mwaka 2021 Tony alikula nyundo za kifungo cha maisha jela kwa kusambaza tani 185 za cocaine ndani ya USA. Wakati huu alikuwa bado madarakani. Februari 2022 akamaliza muda wake madarakani na wauni wakaibuka magetoni kwake, na mwezi Aprili mwaka huo wakamchomoa na kuondoka naye. Mwamba walimpa kesi kwamba alitumia nafasi yake serikalini kula deal na kina Guzman El Chapo kupitisha mizigo ya magendo. Nimekuambia hakuna mtu msafi, documents za miamala zilikuwepo. Lakini sasa huyu mwamba ni mpinzani mkubwa wa rais wa Brazili wa sasa ambaye ni kichomi kwa Marekani. So muda umemfanya Yusufu na kifungo cha maisha kimeondolewa. Hii ni fimbo ya mbali ambayo Duro Boy anaweza kuweka matumaini kwamba itamuua nyoka. Sasa tutajuaje kwamba Duro Boy anachagua option ipi kati ya hizo? Well, kuna viashiria kadhaa. Kwanza, fuatilia mawakili watakaochaguliwa kumwakilisha Maduro. Kama ni kina Peter Kibatala wao, yani wale mawakili wanaopenda kamera na kuelezea kila kitu kwa public, basi huenda ni dalili mwamba kaamua kuchagua option ya tatu, kufungua show mahakamani, liwalo na liwe. Lakini ukiona mawakili huwajui na haujawahi kuona sura zao kwenye media, wana historia ya kumaliza mambo chini ya kapeti za mahakama, hiyo ni dalili ya Duro Boy kuchagua option ya jambo linalozungumzika. Hii itaipa nguvu sana hoja ya baadhi ya wazee wa conspiracy theory ambao walianza kusema ile haikuwa abduction, ilikuwa extraction. Yani Duro Boy alichezesha na kuwauza wauni kwa kuhofia yaliyomkuta Saddam, Gaddafi na Noriega. Ni theory ambayo ina matobo mengi ambayo Duro Boy akisnichi ataipa nguvu. Dalili nyingine ni nani atamtembelea sero. Kama ni wa Venezuela ni dalili kwamba mwamba amechagua kufa na siri zake. Ila kama ni wa Marekani ndo wageni wake, means mazungumzo yanaendelea. Zaidi ya yote fuatilia news. Tukianza kuona leaked documents, mara clip za siri za serikali au washirika wa Maduro, ni either Duro Boy anapima upepo au waendesha mashtaka wenyewe wanajaribu kumpressurize Duro Boy achague upande mmoja, kwa sababu taarifa ni silaha muhimu kwenye kesi kama hizi. Kingine, unaweza kusikia chochote kuhusu afya ya Maduro. Hii huenda ikawa dalili ya kuchelewesha kesi, labda mazungumzo zaidi yaendelee. So vaa viatu vya Duro Boy. Ni mzee wa miaka 63, amekaa kitanda cha zege ndani ya selo za Manhattan, ambaye wiki chache nyuma alikuwa anapigiwa saruti akiwaambia watu wake atawalinda. Ni kama kamanda wao atakayewapigania hadi mwisho. Leo amekaa kwenye chumba kidogo cha selo na kila move anayowaza inaelekea kwenye anguko lake. Ana option tatu: apambane kimya kisheria na kupoteza pambano anyway, au kugeuka snitch wa kila kitu na kila mtu aliyewahi kumwamini akiwa mwenyewe, au kugeuka ni kimbishi jukwani akiamini mshabiki watanunua tepsi zake mkononi. Kitu pekee huwezi kufanya ni kushinda hii game. Swali pekee ni atashindwaje na wangapi ataanguka nao. Kesi imepangwa kunguruma tarehe 26 Septemba 2026, na kutoka leo kuna muda wa kutosha kutokea mengi. Makinika nasi kwenye mengine mengi zaidi. I hope nimekupa yale muhimu uliopaswa kuyajua kuhusu hili saga. Imeandaliwa na Grayson Gideon, sauti unayoisikia ni Raz Mtamaduni. Instagram ni fate kama Raz_Mtamaduni.
MDC 2026, taarifa na maarifa. Hii ni Madini.com.